Mimi nilimpeleka mdogo wangu. Nikamwambia bwana, kwa mazingira ninayokuona nayo, kwa namna ulivyonielezea, bwana wewe itakuwa hii ni malaria. Tumefika hospitali bwana kupima. Akaambia pima hichi. Yaani kapima kama ugonjwa, kama magonjwa 5 hivi. Kapima. Kakutwa na kile nilichomwambia mimi. Na pale reception na kuongea na daktari pale wakati tumepokea, anambia jamani, huyu mpime malaria. Ila kuna hospitali zinaongoza kwa sababu sasa hii imekuwa dili. Hiyo ni dili. Hii imekuwa dili. Sasa tumewashtukia hii dili. Mimi ninavyojisikia ni tumbo. Ni tumbo. Unaanza kuniambia pima swi na nani? Na damu kubwa. Damu kubwa. Wewe damu kubwa inahusiana vipi na tumbo? Vipi na tumbo? Yaani unawekewa mlolongo wa magonjwa ambao hata hayaendani na kile ambacho umekieleza. Jamani, tuendeni mbele turudi nyuma. Hii imekuwa dili. Hospitali punguzeni idadi ya vipimo. Tunapimana vitu ambavyo mimi sijaja kwa huo mchongo. Na nakwambia direct kabisa. Tunajua ni taaluma. Lakini sasa hatuwezi kuidharau na tunaheshimu taaluma yenu. Lakini tunapoelekea hii taaluma mnaigeuza kuwa ni biashara. Ndio shida. Kuwa ni biashara. Mimi nakuja. Mimi dokta bana, najisikia kama kichwa kinaniuma. Unanielekeza nikapime vya typhoid. Typhoid, na unajua typhoid ni ya tumbo, mtumboni. Kichwa kinauma. Hata kuna moja hiyo inakataga. Hiyo nani? Unaenda ya UTI. Wewe unauma mchongo mwingine kabisa, unaomba sasa bado vitu cheki na mkojo. Na haja kubwa kidogo. Na hiyo ni vipimo tofauti. Mimi shida yangu daktari ni mgongo. Sijisikii vizuri mgongoni huku juu kabisa huku. Sijisikii poa. Vya huku juu na mkojo wapi na wapi? Tueleweke vizuri. Sisi hatudharau taaluma yenu. Hatuwezi kudharau. Taaluma yenu hatuiwezi kuidharau kabisa. Lakini pamegeuka kama mchongo. Kuna watu baadhi wanawaharibia.